Happy birthday AA group au Ilula Recovery Program. Kwa jina naitwa Dr. Petro Lusasi, ni daktari wa kundi hili. Kwa kweli tunashukuru sana na tunamshukuru Mungu kwa kutimiza mwaka mmoja toka kuanza kwa grupu hili. Tunamshukuru Mungu kwa sababu toka tumeanza grupu hili tumeona mabadiliko makubwa ndani ya wanakundi, kutokana na kwamba wakati tunaanza kundi watu wengi walikuwa wamekosa matumaini, ikiwa hata matumaini ya kuishi. Walikuwa wamesahau kabisa kuhusiana na kujijali wenyewe, walikuwa wamesahau kabisa hata kumcha Mwenyezi Mungu. Leo hii tumekutana, tunafurahi kwa pamoja, tunacheza na tunaimba kwa furaha. Kwa kweli ni jambo la maana sana, na pia tulianza na kundi likiwa na watu wachache sana. Leo tunazungumza tunaona kundi 59. Kwa kweli ni mafanikio makubwa sana, na wameendelea kuelimisha au tumeendelea kuelimisha jamii kuhusiana na kuacha madawa ya kulevya pamoja na matumizi mabaya ya pombe. Happy birthday AA Ilula Recovery Program. Bwana Yesu asifiwe. Pombe. Kwa jina naitwa Daniel Elliot Nyamba, ni mwenyekiti wa kundi la AA. Kundi letu lilianzishwa mwaka jana tarehe 13 mwezi wa 4. Mpaka leo hii, na maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumetimiza mwaka mmoja. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa hiyo ni swala la kumshukuru Mungu kwamba tumefikisha mwaka mmoja. Tunashukuru sana. Na kwa kifupi tu tunashukuru pia mwinjilisti na kanisa la KKT zima kwa ujumla kwa kuweza kutuelekeza na kutufanikisha zoezi hili mpaka leo imeonekana tumetimiza mwaka mmoja. Tunashukuru sana, tumefanya na sherehe. Mungu awabariki sana viongozi wetu wote na kanisa la KKT kwa ujumla. Asante. Kwa majina naitwa Rafael Rema Mbasha, ni katibu wa kikundi cha AA. Kikundi cha AA kilianzishwa mnamo mwaka jana tarehe 13 mwezi wa 4. Na mimi nilikuwa ni mmoja hapo niliojiunga. Hapo nyuma nilikuwa ni mtu nilioathirika na madawa ya kulevya, hasa bangi, sigara na pombe. Lakini baada ya kujiunga na kikundi hichi cha AA, Mungu amefanya maajabu yake, amenibadilisha mpaka sasa hapa nilipofikia ni neema ya Mungu. Na sio mimi tu, ni pamoja na kikundi cha watu wasiopungua 41, japokuwa tulikuwa zaidi ya 60, lakini waliosimama mpaka sasa ni watu 41. Ilikuwa kuna kwenye safari yetu ilikuwa kuna milima na mabonde, lakini bado kuna watu walisimama, walipambana mpaka kufika hapa tulipo. Tunaweza kusema ni neema ya Mungu imetufikisha mahali hapa. Tunatoa shukrani zetu kwa kanisa la KKT pamoja na mwinjilisti Leader Lusasi akishirikiana pamoja na uongozi wote. Tunawashukuru sana kwa hapa alipofika, na mpaka leo tunasherehekea mwaka mmoja. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Maria Titus Kaovela. Ninamshukuru Mungu mpaka mahali nilipofikia hapa. Ninamshukuru Mungu naweza kusali, naenda kwenye jumuiya. Ninamshukuru Mungu ameweza kuniwezesha, amenipa nguvu mpya. Ninaweza kufanya kazi zangu vizuri kwa uhuru kwa sababu nina amani na ninamtukuza Mungu maishani mwangu. Na naomba hata wale ambao bado hawajamkumbuka Mungu waweze kumkumbuka. Mungu awasaidie kabisa wazidi kumkumbuka. Jambo la kwanza kabisa ambalo napenda ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kutuwezesha kufika kutimiza mwaka mmoja huu. Jambo la msingi kabisa ni kuweza kutekeleza yale ambayo tunaambiwa na mwinji na kuambiwa na dokta na watu wengine ambao wanazunguka ndani ya hili kundi. Kundi lina umuhimu sana, nachoombeni ni kufanya hivi. Yaani kuwafanya yale ambayo tunayaamrishwa tuyafanye, na yale ambayo tunazuiliwa tuweze kuyatekeleza, sababu ukitaka kuangalia yale ambayo tunazuiliwa ni mabaya ambayo hayana maana. Enzeni tukiyafanya yale mazuri tutakuwa jirani na Mwenyezi Mungu. Asante. Hakika ni mkono wa Bwana umetubeba. Mimi nikiwa ni mlezi wa kundi hili, kwanza haikuwa rahisi kuwapata watu hao. Kia nilipokuwa nafikiri kuwatafuta, walikuwa naogopa kwamba tunawatafutia polisi. Lakini nilipowapa elimu ya kuelimisha, lengo ni nini la kuwaita, walikwenda kuelewa, walielewa. Walipoelewa waliitika, walianza watu 12 wakiwepo wa kiume, lakini baadaye tuliweza kuwapata na wa kike. Tunamshukuru Mungu. Changamoto zilikuwa ni nyingi sana kutokana na hali ambazo walikuwa nazo, kutokana na vile ambavyo walikuwa wanajihusisha na madawa ya kulevya na hali zao hazikuwa nzuri, lakini tumemwona Mungu akizidi kuwabadilisha mpaka leo ukiwaona nafikiri waheshimiwa. Kwa hiyo Mungu amezidi kuwatendea mambo makubwa, lakini jambo la msingi ambalo limezidi kuimarisha kundi hili baada ya kuamua kuanza kuimba kwaya na kumtumikia Mungu kwa njia ya kwaya.
kwaya pia imeimarisha sana watu. Lakini kundi hili halina ubaguzi, lina watu mbalimbali ndani yake. Unakuta kuna Waislamu na Wakristo. Tumeendelea kumuona Mungu. Mimi nikiwa ni mlezi pamoja na changamoto zote, lakini nimemuona Mungu. Lakini sasa unatia moyo, ninachotegemea 2026 nategemea kuwaona watu wenye mabadiliko makubwa. Kila mmoja atakuwa na uchumi wake na atakuwa na maendeleo mazuri katika maisha. Kwa hiyo matarajio yetu makubwa kwa sasa kuhakikisha kundi hili kila mmoja anapata kazi ya kufanya ili aweze kujikamua kiuchumi. Na tunachokitegemea zaidi, na namshukuru Mungu kwanza, kundi hili limepewa heshima sana. Kila mahali makanisa yanawaalika kwa ajili ya kwenda kuimba, lakini tunaamini tuna wadau mbalimbali wanaahidi kutusaidia. Inawezekana hata wewe unayesikiliza unaweza kulisaidia kundi hili. Linapatikana Ilula Luganga kwenye jimbo hili la Kaskazini Mashariki. Unaweza kulisaidia kundi hili kwa kupitia namba 0766 43 66 72 0766 43 69 72. Jina ni Lida Rusasi, mlezi wa kundi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kipekee siku ya leo nimekuwa surprised sana kwa ajili ya kundi hili la AA. Nimejifunza mambo mengi kwao na nimeamini kwa kweli Mungu anaweza kubadilisha watu. Ningetamani kualika sana wadau mbalimbali ambao mnaweza mkasaidia kulichangia ili kundi na kuwasapoti kwa namna moja au nyingine kuhakikisha wanasonga mbele. Mimi binafsi nimeguswa sana na jambo hili, na hata mimi ninaahidi kufanya namna yoyote inavyowezekana kuhakikisha kundi hili kuna hatua watasogea. Na Mungu awabariki nyinyi wote ambao mtapata nafasi ya kushiriki jambo hili kwa namna moja ama nyingine. Amen. Unatazama Furaha FM Media.